Hivyo leo hii Kwaresma inaendelea kuadhimishwa na Kanisa Katoliki na makanisa mengine pote duniani kama kipindi cha maandalizi kama vile tulivyosema, na kipindi cha kujifunza juu ya Pasaka. Ingawa nidhamu ya kufunga imepunguzwa kidogo ukilinganisha na historia ambayo tumeitazama kutoka ilipoanza kwa baadhi ya waamini, lakini sio wote. Hii ni kutokana na hali ya kiafya, ya kijamii, ya kiuchumi na mengineyo. Lakini kanisa limeendelea kusisitiza na kuweka mkazo juu ya roho ya toba, kujinyima, kufanya matendo ya huruma na uongofu, ili haya yaweze kubaki pale pale na vile vile siku zote. Kwa hiyo historia ya Kwaresma ni historia ya safari ya watu wa Mungu kutoka jangwani kwa wana wa Israeli kupitia kufunga kwa Kristo hadi maisha ya kanisa la leo. Ni historia inayoendelea kuishi ndani ya imani ya kanisa na kwa kila kizazi, bila kusahau kwamba hii historia inapaswa kuingia ndani ya mioyo yetu ili tuweze kuigusa, kuiishi na kuithamini siku zote. Maelezo haya ya kihistoria yanatupa muunganiko mkubwa wa historia ya Kwaresma na historia ya wokovu pamoja na maisha ya kanisa kiujumla. Ili historia ya Kwaresma iweze kueleweka kwa undani zaidi, ni muhimu kuona kuwa haikuwa tu desturi ya kidini, wapendwa, isipokuwa ilikuwa ni sambamba na maendeleo ya ufahamu wa kanisa juu ya wokovu wa mwanadamu, kama vile tunavyoitazama historia ya wokovu kutoka kuumbwa mpaka ambapo tunampata Kristo ambaye anatukomboa. Katika Agano la Kale, historia ya Waisraeli inaonyesha mzunguko unaojirudia: dhambi, adhabu, toba, wokovu. Dhambi, adhabu, toba, wokovu. Ni historia inayojirudia, na ndivyo mwanadamu alivyo. Vipindi vya kufunga na kujinyima vilikuwa nyakati ambazo taifa lilisimama na kutafakari mahusiano yake juu ya Mungu na mahusiano yake juu na mtu mwingine, kwamba jirani na kitu na hali kadhalika. Hivyo kihistoria, kufunga hakukuwa lengo lenyewe, bali njia ya kurejesha agano lililovunjika kati ya mwanadamu na Mungu, au kati ya mwanadamu na mwanadamu. Kanisa la mwanzo pia lilipoanza kuadhimisha Kwaresma halikufanya hivyo kwa kuiga au kwa kufanya tu kama desturi ya Kiyahudi, bali kwa kuzisoma upya katika mwanga wa kanisa na mwanga wa ufufuko wa Kristo. Ndio maana Pasaka ya Kikristo haikuwa tu kumbukumbu ya kutoka kwa wana wa Israeli kule nchini Misri, bali ni kumbukumbu ya kutoka katika utumwa wa dhambi kwenda uhuru wa watoto wa Mungu. Kule kwenye dhambi tunatoka kwa njia ya Kwaresma. Kitendo kile cha kuwepo katikati ya udhambi na kuelekea kwa Mungu kilikuwa kitendo kinachoitwa Kwaresma, kutafuta ukamilifu. Kwaresma ikaonekana kama ni daraja kati ya historia ya kale ya wokovu na utimilifu wake katika Kristo. Kihistoria ni muhimu pia kutambua kuwa kanisa liliona Kwaresma kama kipindi cha utakaso wa jumuiya nzima, sio mtu mmoja mmoja tu. Katika karne za mwanzo, wale waliokuwa wanafanya dhambi, hasa zile nzito na kubwa, walirudishwa polepole katika ushirika kamili wa kanisa kupitia toba ya hadhara, na mara nyingi katika kipindi hiki cha Kwaresma. Hivyo Kwaresma ilikuwa wakati wa uponyaji wa kanisa lote, si kwa mtu mmoja tu, bali kanisa zima liliokuwa limeumizwa hata kwa dhambi ya mtu mmoja lilikuwa linahitaji uponyaji kwa njia ya kipindi cha Kwaresma. Na kadiri karne zilivyokuwa zinapita, idadi ya Wakristo ilivyokuwa inaongezeka, nidhamu kali ya toba ya hadhara ilipungua kwa ajili ya kulinda pia ile hadhi ya utu. Lakini historia yake iliendelea kuishi katika sakramenti ya kitubio, kwamba mtu anapaswa kujipatanisha katika sakramenti ya kitubio katika wito wa Kwaresma wa toba ya kila siku, ambayo toba ile inakuwa sio ya hadhara tena, bali ni toba ya ndani, Kwaresma ya ndani, kujikamilisha kwa ndani. Utimilifu wa wokovu unapatikana ndani. Hii inaonyesha jinsi gani ambavyo kanisa lilivyoweza kubadilisha mbinu bila kupoteza kiini cha kihistoria na cha kiteolojia na cha kimaadili cha Kwaresma. Kwa maana hiyo basi, katika zama za kanisa la sasa, kanisa linaendelea kuunganika
na kuunganisha historia hii ndefu na changamoto mpya ya dunia. Kwaresma inasomwa upya katika muktadha wa haki ya kijamii, amani, utu wa binadamu, uwajibikaji wa kijumuiya, bila kukata mizizi yake ya kihistoria katika maandiko matakatifu. Kwa hiyo, historia ya Kwaresma, wapendwa, ni kama mto unaopita katika vizazi. Chanzo chake kipo katika jangwa, lile jangwa ambao wana wa Israeli walipita. Chanzo kipo jangwani, kule jangwani ambapo wana wa Israeli walipita. Mkondo wake ambao ni mto, mkondo wake unapita katika maisha ya Kristu mwenyewe na kanisa la mwanzo. Lakini hauishii hapo, unaendelea kutiririka hadi leo, ukiwanywesha maisha ya waamini katika kila nyakati. Na hivyo toba ya kweli inapatikana katika mtiririko huo wa kihistoria ambao tumeutazama, kutoka kwa wana wa Israeli wakipita jangwani, maisha ya Kristu mwenyewe akiwa jangwani anafunga kwa ajili ya utume wake, maisha ya kanisa la mwanzo, na vyote hivi vinakuja kumwagika na kumwaga neema katika kipindi chetu hiki cha kanisa la leo. Asante baba. Ninatamani sasa tuendelee mbele zaidi kukifahamu kiini hasa cha kipindi hiki cha Kwaresma ni nini? Asante. Mara zote tunafundishwa hasa katika kipindi cha Kwaresma, kiini kikubwa na kiini ni kimoja, ni toba. Toba hii ndio kiini mahususi cha kipindi cha Kwaresma. Kwaresma bila toba haina maana. Kwaresma bila mabadiliko haina maana. Kwaresma bila kutubu hakuna maana. Kiini cha mafundisho ya kanisa Katoliki juu ya Kwaresma, narudia, ni toba. Toba katika ufahamu wa Kikristo haimaanishi huzuni ya juu juu tu, mtu kulia, kufanyaje, au haimaanishi hofu ile anayokuwa nayo utaenda kuchomwa moto mbinguni. Hiyo sio toba, bali ni kile ambacho kinalia kutoka ndani ya mioyo yetu kwa njia ya maandiko matakatifu. Tunapoelezwa kwamba hili ni jambo baya, hili ni jambo jema, kile kitendo cha kuamua kuanzia sasa mimi naacha kuchagua jambo baya, ninachagua jambo jema, kile ndio kitendo kinaitwa toba. Kwa maana halisi ni mabadiliko ya haraka na ya ndani ambayo yanaitwa metanoia, yaani mabadiliko ya ndani yanayohusiana na akili, kwa sababu baada ya kutambua kwamba hili ni baya, hili ni zuri, akili yako inakwambia hili ni zuri. Mabadiliko yanayohusisha pia moyo na mwelekeo wa maisha ya kila siku ndio inaitwa toba. Kwa kipindi cha Kwaresma kiini chake ni toba, ili kuweza kumbadilisha mtu ndani, kiakili, kimwili, kimtazamo na kiufahamu pia, na zaidi sana katika maendeleo ya maisha ya kiroho. Tukumbuke pia hata nabii Yoeli anatamka kwa sauti ya Mungu mwenyewe. Tunasoma hii hasa kwenye somo la kwanza katika kipindi kile Jumatano ya Majivu. Tunasoma somo hili, tutakutana na maneno yanasema, rudini kwangu kwa mioyo yenu yote. Tunaitwa na Mungu turudi kwake. Kwa njia gani? Kwa njia ya toba, kufunga na kutenda matendo ya huruma. Hiyo ndio toba ya kweli. Maneno haya yana uzito mkubwa wa kimaadili pia, kwa sababu Mungu hataki nusu ya moyo, anataka moyo ulio kamili. Kama ni mabadiliko, basi mabadiliko yaje yaliyo kamili. Yesu Kristo anapoanza pia mahubiri yake, anaanza na Kwaresma, anatuambia tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Injili ya Mathayo sura ya 4 aya ya 17. Bado unaona neno toba linalia pia kwenye masikio yetu, kwenye mafundisho ya Kristo. Bado anatuambia kwamba tubuni. Hii ina maana kuwa kukaribia kwa ufalme wa Mungu kunadai mabadiliko ya ndani, kunadai toba ya kweli, kuacha uongo, kuacha rushwa, kutenda haki, kuacha uzinzi, ulevi uliopitiliza, chuki, visasi na kila kinachompotosha binadamu kutoka katika mpango wa Mungu mwenyewe. Hiyo ndio toba ya kweli. Na hii toba inafanyikaje? Toba hii inafanyika kwa yale ambayo tunaambiwa kila siku, mambo matatu: kwa njia ya sala, kwa njia ya kufunga na kwa njia ya sadaka au kwa njia ya kutenda matendo ya huruma. Kanisa linatufundisha kuwa toba ya kweli lazima ionekane katika maisha ya kila siku kwa kupitia nguzo tatu za Kwaresma, ambapo ni sala, kufunga na kutenda matendo ya huruma au sadaka. Sala humrejesha mtu au binadamu katika nafasi yake kama kiumbe
kwamba anajiona kwamba mimi siwezi chochote, sina lolote, mimi ni kama kadudu tu mbele ya Mungu. Kwa hiyo sala inamnyenyekeza binadamu mbele ya Mungu ambaye ni muumba wake. Kwa inampa pia nguvu ya kutambua uwezo wa Mungu kwa njia ya sala. Mkristo hupoteza mwelekeo na kuanza kuishi kana kwamba Mungu hayupo pale anapokosa sala. Sala ndio kipimo cha Ukristo. Kama huwezi kusali, basi wewe sio Mkristo, na kama huwezi kusali, wewe pia sio binadamu. Sala ndio kielelezo cha toba ya kwanza. Kufunga kwa upande wake ni shule ya nidhamu, kwamba ninavyo vingi, lakini napaswa niwe na nidhamu katika vile nilivyo navyo. Nilikuwa nakunywa kreti zima la bia, sasa katika kipindi hiki cha Kwaresma nitakunywa moja tu. Hizi bia nyingine zilizobaki kwenye kreti ninazihifadhi. Sasa ukizihifadhi zinaenda wapi ili uje unywe baadaye baada ya kufungua? Hapana. Ndio tunafika katika jambo la tatu la sadaka, la kutenda matendo ya huruma, kwamba baada ya kununua kreti zima la bia ukasema nilikuwaga na kunywa kabla ya kipindi cha Kwaresma, sasa badala ya kunywa kreti zima mimi nakunywa bia moja, zile nyingine zinabaki, unazipeleka wapi? Unaweza kuzikonvert kwa fedha, unaweza kuzikonvert kwa kitu kingine. Ndio sasa unafanya matendo ya huruma kwa kutoa sadaka, unaenda kuwapatia wale wahitaji ambao hawawezi kunywa zile bia hata moja, unawapatia kwamba sasa mimi jamani natoa sadaka kwa jinsi nilivyofunga katika kipindi cha Kwaresma. Baada ya sala ya toba nimefunga, nimesema napunguza vitu kadhaa katika maisha yangu. Sasa hivi nilivyovipunguza sivirudii mimi, ninawapa ninyi kama sehemu ya sadaka. Lakini zaidi ya yote, toba inaongozwa na sakramenti ya kitubio. Vyote hivi tuvifanye, lakini tukimbilie katika sakramenti ya kitubio na upatanisho, ambao ndio njia ya uponyaji. Katika Kwaresma kanisa linatualika kwa namna ya pekee tufanye toba kwa njia ya sakramenti ya kitubio.